Na hiyo ndio Chama cha Mapinduzi kimetuagiza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, karibu sana wilaya ya Ubungo, karibu mkoa wa Dar es Salaam. Sisi za wilaya zimepandishwa hadhi. Hospitali ya Mwananyamala imepandishwa hadhi ya kuwa hospitali ya mkoa. Hospitali ya Amana imepandishwa hadhi kuwa hospitali ya mkoa. Hospitali ya Temeke imepandishwa hadhi kuwa hospitali ya mkoa. Kituo cha afya Palestina kimepandishwa hadhi kuwa hospitali ya wilaya. Lakini barabara zinajengwa, barabara za mwendo kasi zinatoka Moroko kwenda Mbagala zimefunguliwa, Moroko kwenda Gongo la Mboto ya 98%, lakini Moroko kwenda Kimara mpaka Mbezi imekamilika na inatumika. Lakini yako maeneo Moroko kwenda Unju. Ili uweze kuzungumza na hadhara hii, wananchi wako tayari kukusikiliza. Mzee wa Sukuma ndani, Engineer Somayo. Tuna imani na Samia, tuna imani na Chifu Hagaya, tuna imani na Chifu Hagaya. Dar es Salaam tulipokelewa. Profesa Kandaka akaniambia njoo, nikamwambia nitakuja. Mimi kupigania na kuzungumzia mtu wa sampuli hii, mimi sipati tabu kabisa. Kwanza, neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo. Profesa amefanya kazi hiyo na amekuja hapa akija kuwashukuru baada ya uchaguzi mkuu. Tunaungana naye kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na amiri jeshi mkuu, kwa kuunga mkono maamuzi mliofanya hapa. Tulikuja kuonana hapa madiwani, tukaenda wabunge, yeye akurudisha mbunge mmoja, wabunge wawili wote kawapa nafasi kubwa za kitaifa, wakawa mawaziri. Kwa hiyo mmepiga double. Hebu sema double. Hapo vipi? Bwana, sisi tunamwambia rais wetu asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuwaamini wananchi wa majimbo yote mawili, jimbo la Ubungo na jimbo la Kibamba. Sasa unasikia vizuri Profesa, walikwenda kwa Bwana Yesu. Nyinyi wengi hapa mnamuita Nabii Isa, walikuwa wakoma, wamekwenda pale hawana vidole, wakaenda wakamwambia bwana mkubwa, tuangalia. Akasema sawa, wakatibiwa wale wote wakapona. Walipopona wakaenda, mmoja katika wale 10 wale akarudi akamwambia bwana mkubwa, mimi nimekuja hapa kukuambia asante. Kwa kawaida, na Profesa Mkumbo unisikize vizuri, ukipona ukoma vidole havirudi, utapona tu, ugonjwa umekwisha, lakini unabaki na makovu na kila kitu. Yule kwa kitendo cha kurudi na kumwambia bwana mkubwa asante, vikarudi na vidole, makovu yakaondoka,
Akaulizwa pale, wako wapi? Si mlikuja watu 10 hapa, wale 9 wako wapi? Aliporudi kuwakuta wenzake wale, akakutwa ana vidole, ana mikono yake vizuri. Wakamwambia, bwana, kwani wewe imekuwa kwaje tena? Sasa mimi nilikwenda kule nikashukuru, nikasema hata wale jamaa ndio wazee, I say huyu jamaa katuzidi kete huyu. Yaani mwenzetu kumbe alirudi tena kule kwenda kutoa shukurani, matokeo na vidole vikarudi, wakabaki wanashangaa. Profesa, kitendo ulichofanya cha kurudi hapa Ubungo na kuambia wananchi wako asante, kinafanana na yule mkoma ambaye vidole vyake vilirudi vyote. Mungu akubariki, vidole virudi vyote. Wewe sasa dunda, songa mbele. Wenzenu wakipata mbunge wa sampuli hii, wanamtumia kama shoka, hawakai wanauliza maswali. Mfikishie mwenzako Angela Kairuki, mwambie tunawapongeza, na kwa kweli kupitia haya sisi Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa tunawataka sasa wabunge wengine wote na madiwani wao, madiwani natambua wenu, mwige mfano mzuri ambao umeonyeshwa na Profesa Kitila Mkumbo na Mama Angela Kairuki. Sasa unajua wewe ukishapata mambo ya kisiasa haya, na hasa kama unazungumza na watu kutoka Manzese wanakaa wajuani, wanafunga mayeni, alafu wanavaa Travolta na Tina Bull, alafu wananyoa nywele zinaitwa punk. Kuna punk iko kama sufuria, kuna punk iko kama mkate, alafu kuna punk inafanana na ile ya mapolisi. Ukimaliza baada ya kuona mambo yamekuwa pamba, unaanza kutamba, unaambia tuliwaambia mchezo tunaumudu, tuliwaambia sisi mchezo huu sisi ndio wenyewe. Raha jipe mwenyewe. Ukingoja watu wakupe raha hapa, hamna. Wewe raha fanya nini? Jipe mwenyewe. Kwa hiyo sisi hapa, Profesa Kitila Mkumbo, kwako wewe kufanya ulioyafanya hapa, wewe ni sifa kwako. Sisi wanachama wenzako wa Chama cha Mapinduzi ni fahari kuwa na mtu wa sampuli yako. Kwa hiyo sisi tunasema tuliwaambia mchezo tunaumudu, mchezo tunaumudu au tumudu? Haya watu wote, haya sema tuliwaambia mchezo tunaumudu, na mikono unaweka mfukoni. Raha unafanya nini? Jipe mwenyewe. Sasa unafanyaje? Kama una madiwani wazuri namna hii, alafu una wenye vitu wa mtaa wazuri sampuli, una profesa katoka hapa kaaminiwa. Sasa niwaambie, wanasema hivi hapa, raha inazaa raha, baraka zinazaa baraka. Wewe umetoka hapa, amekwenda amezungumza vitu viwili hapa, na hivi nataka mapema tuelewane hapa. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ni nini? Maanake ni ahadi zilizotolewa na Chama cha Mapinduzi wakati wa chaguzi zote, zile za mitaa na hizi za sasa. Huyu jamaa miezi 8 amesharudi hapa mara 7, sijui mara 8, anakuja kushukuru. Mkoma huyo, lakini vidole vinarudi sasa. Kwani Mungu anazidi kubariki. Wamemwona anashukuru, anasema asante kwa kazi iliyofanyika. Hiyo ahadi iliyotolewa kwa Watanzania ndiyo iliyomwezesha rais wetu ambaye ni mwenyekiti wetu wa taifa kupata kura za kishindo na kushinda na kuwa rais wetu. Kwa nini? Tuliwaambia mchezo tunaumudu. Haya, wamekwenda, tumeshinda. Kitila kashinda, tumekwenda.
ahadi zile sasa zinatafsiriwa kwa vitendo. Mkienda katika uchaguzi, vyama vya siasa vinatafuta madaraka ya umma kwa kweli, kwa kawaida, na vimetamkwa katika katiba, vinakuwa na nguvu sana wakati wa uchaguzi. Vinafanana na mvua wakati zinanyesha na mbu wanakuwa wengi. Ukisikia mbu wamekuwa wengi hapa na mvua zinakuwa nyingi, kwa maneno mengine ni sawa sana mvua na mbu. Utasikia yena. Unajua kumefanya nini? Kumekuja. Na wale wengine wana salamu zao, mimi nasema salamu za chama changu. Wanabidi wakimaliza uchaguzi, habari imekwisha, wananchi wamefanya maamuzi. Kwa hiyo sasa chama kile ambacho kimeshinda kinapewa nafasi sasa ya kwenda kutekeleza ahadi hizo. Ndicho Profesa Mkumbo anachokifanya hapa. Profesa, asante sana baba. Asante sana kwa jambo ulilofanya hapa na heshima kubwa. Barabara 5 katika jimbo hili zipo 5. Na tumeshazifanyia kazi barabara 4 zilikamilika. Na moja tunaendelea nayo. Lazima niwakumbushe. Ya kwanza ambayo ilikuwa ni mbovu sana mwaka 2020. Ilikuwa ni barabara ya Urafiki Mabibo kilomita 1.4. Ile tuliikamilisha kipindi cha 2020 mpaka 25, ni lami tupu. Habari ni kweli sio kweli? Barabara ya pili tuliyokamilisha kipindi kilichopita, Ubungo bus terminal mpaka Kigogo kilomita 6.4. Hii ilikuwa mbovu sana. Lakini barabara ya tatu ambayo imeshasahaulika ilikuwa inatesa, ni barabara ya Shekilango mpaka Bamaga. Watu wameshasahau. Lakini barabara hii mwaka 2020 niliambiwa usipojenga barabara hii sahau. Ile barabara sasa ni lami na watu wameshasahau, lakini imekamilishwa kipindi cha 2020 mpaka 2025. Barabara ya 4 Kimara Korogwe mpaka Mabibo Kistano kilomita 9.2 ilishakamilika. Barabara iliyobaki, barabara korofi ya 5 katika jimbo la Ubungo, inaitwa barabara ya Kimara Mafurunza Bonyokwa mpaka Kinyerezi kilomita 8. Barabara hii, ndugu wananchi, niwakumbushe, kule Kimara unaweza ukafanya yote, ukawagawia mpaka maziwa kila nyumba. Usipojenga barabara hii utaeleweka. Kweli si kweli? Hii ndio mama wa ahadi zote kata ya Kimara, na kwa kweli moja ya ahadi za msingi katika jimbo la Ubungo. Wakati nakuja barabara B iliahidiwa mara ya kwanza mwaka 2010, ikaitwa Kikwete Highway. Haikukamilika, haikuahidiwa, haikujengwa popote. Nilipokuwa mbunge mwaka 2020-21, nilipoingia bungeni, kelele zangu za kwanza ilikuwa barabara hii. Hatimaye mwaka 2022, waziri wa ujenzi wakati akiitwa Profesa Makame Mbarawa akanielewa, akaingiza barabara katika vitabu vya budget. Naibu katibu mkuu alishakuwa mbunge, anafahamu kama jambo halijaingia katika budget ya serikali, hilo jambo halipo. Ikaingia na mwaka 2023-24 hatimaye tukaitangaza, na barabara mwaka 2025 ikapata mkandarasi. Tukachelewa, hela zikutoka. Mwaka jana fedha zikatoka, akaanza, akapotea. Mwaka huu tumemlipa bilioni 3.2. Tunapozungumza mkandarasi yupo site, anajenga barabara ya Kimara Mafurunza Bonyokwa Kinyerezi kilomita 8. Sema mkandarasi yupo site. Sasa hapo unaweza kumwambia tu kwamba injinia soma hiyo, kwa sababu yupo site.
Soma hiyo. Kwa Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, ninayo furaha kubwa sana kwamba mimi Kitila Mkumbo katika wabunge 6 wa jimbo waliopita hapa chini ya usimamizi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hatimaye barabara hii imejengwa. Nataka kuwashukuru wananchi hawa kwa sababu mwaka jana wasingenirudisha, manake ambaye angekuja angebeba ujiko kule. Sasa unajua mambo ya ubunge haya huwa anapata aliyoko wakati huo. Kwa angekuja angesema unaona sasa wamekaa, mimi nimekuja mara moja nimejenga. Sasa hiyo niye watu Mungu wabariki, kwa sababu rekodi ya kujenga barabara ya Kimara Bonyokwa Kinyerezi atakuwa nayo Kitila Mkumbo, upende usipende, kwa sababu ndani ya jimbo la Ubungo, jimbo la Kibamba na jimbo la Kigamboni, lakini wenzetu wakaponea katika majimbo mengine. Nataka nitoe taarifa juu ya utekelezaji wa mradi huo, kwa sababu mwaka jana wakaleta moja ingia wakasema bunge kila siku na hivi DFDP sasa iko wapi, na wapinzani wangu wakasema maneno tu hamna kitu. Sasa ilikula kwao, kwa sababu barabara zile zinajengwa. Tunazo barabara 19 na mimi napendana kwenda kwa takwimu, kwa sababu ndio adui wa uongo ni takwimu. Kweli si kweli? Kilomita 62 inajengwa. Mkarasi wa saiti amebakisha mitaro. Segesera kilomita 82 mkarasi wa saiti inakamilishwa, bado mitaro. Barabara Msikitini Inja. Makurumda wote twende mbele. Makurumda wote mbele. Usione kama chizi na kaika, usione kama mweu na kaika. Yuala Mungu yako someshwa naku, wababa mupo. Yuala Mungu yako someshwa naku. Kama unapenda mwana usema loi, pengine weto kwanza nimepako. Kama mtoto wanetaji usome, maisha ya kweli mwana upo. Ninataka na wala kuimani tuje usione kama chizi na kaika, usione kama mweu na kaika. Yuala Mungu yako someshwa naku. Matajiri familia yetu masikini, haya ulimwengu sina, haya daftari sina, na utakalanga mwana kulimsaidi, usema bonyo bonyo bonyo, usema bonyo bonyo la nyalaka. Mwenyewe ndo kwanza nimepangwa, na watoto wanahitaji usome, maisha ya kweli mwana ukome, ninataka na wana tajiri. Chokati Chombele Baraka Baraka lete Baraka twende Baraka juu katikati juu